So I thank God so much. Wazazi wa ndugu wetu Glenn, karibu. Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 16 and 17. From where I left last time, na kama Mungu atanisaidia nitasonga kidogo because it's a very wide teaching, na pale ambapo Bwana ataniwezesha nitafika. Romans chapter 1 verse 16 and verse 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first, and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sijui kama kuna mtu akona Kiswahili anisomee. Kwa maana sionai haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirisha ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. The most precious thing that we've been given in this world is the gospel. Bwana asifiwe. Amen. And the Bible says, in the gospel. So when we are talking about the gospel, we are talking about the birth, the life, the death, and the resurrection of Jesus. That is the gospel. Hiyo ndio Injili. The birth, the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, he shall give forth a son, and he shall call his name Jesus, because he shall save his people from their sin. So the purpose of the birth of Jesus is to save his people from their sin, kuokoa watu kutokana na dhambi. Na tunapoangalia maisha ya Yesu Kristo, aliishi maisha yake akidhihirisha Mungu kwa watu. Bwana asifiwe. Maisha ya Yesu aliishi akidhihirisha Mungu kwa watu. Ukisoma mara mingi utapata Yesu akisema ya kwamba sifanyi lolote ambalo ninataka, bali nafanya lile ambalo Baba yangu aliyenituma anataka nifanye. So kila wakati alikuwa anajaribu kureveal the Father to the world. Kwingine anasema ya kwamba ufalme wa mbinguni umefananishwa hivi. So maisha yake yote aliishi akijaribu kudhihirisha Mungu kwa watu. Aliishi akijaribu kudhihirisha ufalme wa Mungu kwa watu katika maisha yake. Na baadaye kifo chake, Biblia inasema ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana asifiwe. Kifo chake ilikuwa kwa ajili ya dhambi zetu. Ilikuwa ni lazima afe. Maana ilikuwa ni lazima nisamehewe dhambi. Ilikuwa ni lazima afe kwa sababu ilikuwa ni lazima niwekwe huru na dhambi. So kufa kwake ilikuwa kwa ajili ya kulipa dhambi zangu. Na kufufuka kwake, Biblia inasema ya kwamba alifufuliwa ili mimi nihesabiwe haki. Bwana asifiwe. Amen. Romans chapter 4. Tuangalie Romans chapter 4. Verse 25. Romans chapter 4 verse 25.
Nisomee yule amepata. Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Alitolewa kwa ajili ya makosa yetu. Na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. So whatever happened with Jesus was not for the sake of it. Bwana sifiwe. Hakufufuka tu kwa sababu ya kufufuka. Hakufufuka tu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Hakufufuka tu kwa sababu alikuwa na nguvu ya kufufuka. Hapana. Alifufuka kusudi uhesabiwe haki. Kusudi la yeye kufufuka ni wewe kuhesabiwa haki. So haikufanyika tu, wala haikuwa tu ni jambo la kufanyika maana Yesu alikuwa na uwezo wa kufufuka. Hapana. Alifufuka kusudi wewe uhesabiwe haki. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba ndani ya Injili, in the gospel, there is the power of God. To what? Bwana asifiwe. Katika Injili there is the power of God to save. Biblia imesema ya kwamba I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. It is the power of God to salvation. So nothing can save except the gospel. Amen. Bwana sifiwe. Maneno mazuri haiokowi. Uzuri ya mwanadamu haiokowi. Bwana sifiwe. Fanya lolote kwa mwenye dhambi. Fanya lolote, lakini haitamuokoa. Any good thing you can do to a sinner cannot save. Mnunulie gari, umjengee nyumba, umpatie pesa zote, umpatie shamba, umpatie kazi, umpatie chochote. That is okay, but haitaokoa. It will not save. The only thing that has power to save is the gospel. Only the gospel has power to save. And also, inside the gospel, there is another thing. The righteousness of God is revealed in the gospel. So unapoingia ndani ya Injili utakutana na haki ya Mungu. The righteousness of God is revealed in the gospel. That is why those who do not believe the gospel cannot understand the righteousness of God. Bwana sifiwe. Mtu ameokoka, but he will never accept that he can be righteous. Why? Because wokovu wake has nothing to do with the gospel. Bwana sifiwe. When your salvation has nothing to do with the gospel, you will never understand the righteousness of God. Hawezi elewa. Because that righteousness is only revealed in the gospel, not in the works of man. Na lazima tukubaliane ya kwamba there is the salvation of Christ and there is the salvation of the works of man. And more than 90% of the Christians are saved by the salvation of the works of man. That is why atasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini still ana confess bado ni mwenye dhambi. Because the works of man keep on changing. Today your works are good, tomorrow your works are bad. So if it is the salvation of works, when your works are good, then you are saved. Wakati kazi yako imebadilika ikawa mabaya, then salvation imeisha. Such a person will never understand the righteousness of God. Because hajaingia ndani ya Injili. Imefunuliwa tu ndani ya Injili. So it is by faith in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Last time tuliona Yesu anapoongea anasema hivi.
ukisoma the Bible says, verse 17, Romans chapter 1 verse 17, the Bible says, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. From faith to faith. From faith to faith. Bwana sifiwe. From faith to faith. As it is written, the just shall live by. So it is from faith to faith. Not from faith to works. Kuna kanisa moja, Paulo alihubiria the church, the Galatian church. Aliwahubiria na wakakubali imani. Bwana sifiwe. Na Paulo maana alikuwa ni mtume ambaye anatembea akihubiri Injili. So alipoenda akarudi, siku moja akarudi, akawapata. They are from faith to works. Paulo akamwambia, jamani, nani amewaroga? Who has bewitched you? What is wrong with you? Having begun by faith, how did you go back to works? Mulirudi nje kule. Kristo alifunuliwa kwenu kwa njia gani? Kwa njia ya matendo ama kwa njia ya imani? So it is from faith to faith, not from faith to works. Bwana asifiwe. Amen. Last Sunday, Biblia inasema ya kwamba Yesu alihubiri na alipohubiri kuna watu walimwamini. Bwana asifiwe. Kuna watu walimwamini na kuna watu hawakumwamini. Hawakumwamini. Lakini the Bible talks about this, akasema, and Jesus spoke to those Jews who believed in him. Akaacha wale ambao hawakuamini, then he turned to those who believed in him. Akawaambia hivi, if you continue in my word, yes, already you believe, but if you continue in my word, it is from faith to faith. If you continue with that faith, you will be my disciples indeed. And you will know the truth, and the truth will make you free. It means, ingawa watu wameamini na wameokoka, yet they are not free. Then what does it mean? That's why I want to talk about the first faith. We'll talk about the first faith. We are talking about the faith that frees you from unbelief. Bwana sifiwe. It is the faith that frees you from unbelief. Ni ile imani ambayo inakuweka huru na kutoamini Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Wanadamu wote hawaamini Mungu. Bwana sifiwe. Wanadamu wote hawaamini Mungu. Mtoto anapozaliwa hana imani kwa Mungu. And this is salvation. Sasa hapa ndio mahali wokovu. Hapa ndio mahali kuna wokovu. This is salvation. Salvation is believing God. Before you receive salvation, you don't believe in God. Kabla hujapokea wokovu, hauamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie katika Biblia. The book of Matthew chapter 13. Nitaenda kwa haraka maana muda umeenda. Matthew 13. Kwa hapo nisomee. Labda nisomee haraka. Matthew 13:58. Matthew 13:58. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana asifiwe. Hawakumwamini Yesu. Hawakumwamini Yesu. Soma the same Matthew chapter 17 verse 20. Matthew 17:20.
Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuweko neno lisilowezekana kwenu. Amen. Bwana asifiwe. Ukisoma katika Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya kutokuamini kwenu. So it means Jesus works by faith. Bwana asifiwe. Mahali hakuna imani, Yesu hawezi fanya nini? Hawezi fanya kazi. Because anasema hakufanya miujiza mingi kule, maana kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana asifiwe. When you talk about unbelief, we are talking about rebelling, rejecting. We are talking about rebelling, rejecting, or departing from God. Or departing from God. That is unbelief. Unbelief is rebelling, rejecting, or departing from God. Tasoma 1 Samuel chapter 15 verse 23. Chapter 15 verse 23. 1 Samuel 15 verse 23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Yes. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiye mfalme. Bwana asifiwe. The Bible says rebellion is as a sin of witchcraft. So Adam, it began by Adam rebelling from God. Ilianza na Adamu rebelling from God and following Satan. Alifuata shetani, akamkataa Mungu na kufuata shetani. Then he departed, akaondoka kwa Mungu na akaenda kwa shetani. Bwana asifiwe. So maisha yake yote Adamu anaishi sio kuamini Mungu. Bwana asifiwe. Sio kuamini Mungu bali kuamini shetani. Ndio maana tangu uzaliwe mpaka uokoke, maisha yako ilikuwa sio maisha ya kuamini Mungu. Hata haukuwa unajua jinsi ya kuamini Mungu. Bwana asifiwe. Ulikuwa unaishi ukijiamini wewe, na kitu ambaye haujui ni kwamba unapojiamini unaamini shetani. Maana Mungu alipokuwa anamlaani shetani baada ya Adamu na Eva kukula matunda, aliambia shetani, utatambaa kwa tumbo lako na utakula mavumbi. Bwana asifiwe. So chakula ya shetani ni mavumbi. Na mwili wa mwanadamu umetengenezwa na so your flesh is the food of Satan. So maisha yako yote ulikuwa ukiishi ukifuata mwili wako. Everything that your flesh tells you. Kila kitu ambayo mwili yako inakwambia ndio unafuata. Haukujua chochote kuhusu imani. Haukujua chochote kuhusu imani mpaka ile wakati ulipopatana na neno. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ile wakati ulipokutana na neno ndiposa ukaanza kujua kuna kitu inaitwa imani. Kumbe maisha nimeishi maisha mabaya ambayo sio ya Mungu. So wakati ulikuwa unaishi, yamkini ulikuwa na maisha mazuri. Wengine wako na hekima nzuri,
wengine wako na kazi nzuri, wengine wako na pesa nyingi, wengine wako na mali nyingi, lakini unafikiria ya kwamba maisha yako imeshikana na mali zako. Unafikiria kwamba maisha yako imeshikana na pesa yako. Unafikiria kwamba maisha yako imeshikana na elimu yako. So all things you only think about yourself. Na unafikiria kila kitu kinafanyika kwa sababu yangu, because of my diligence. Bwana asifiwe. Because of my hard work, because of my strength. You never knew anything about faith mpaka ile siku uliposikia kuhusu neno la Mungu. So the first time you heard about the word of God, then that word iliingia ndani ya moyo wako. That is the first time you realized, kumbe sikuwa na anything to do with God. Kumbe nilikuwa nimepotea. Bwana Yesu asifiwe. Especially in a Christian country, leave alone other countries. In a Christian country, kila mtu anajua kuhusu Mungu. Si nyinyi huwa mnaenda kuhubiri door to door? Umaipatana mtu ambaye anakuambia, mimi naamini shetani. Yeah? Kuna hata mmoja ambaye anakuambia hapana, mimi siamini Mungu, mimi naamini shetani. Hakuna. Kila mtu anasema mimi naamini Mungu. Mimi napenda Mungu. Mimi napenda Mungu. So katika mawazo yake anafikiria ya kwamba ako na uhusiano na Mungu. Si ni Mungu ndiye alituumba sisi sote. Kila mtu ako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. But that is not true. Hiyo si kweli, kwa maana kama hauna imani kwa Mungu, hauna uhusiano na Mungu. But shida ni kwamba hata hiyo imani haujui ni nini. Bwana asifiwe. Hata hiyo imani peke yake haujui ni nini. So unaposikia neno mara ya kwanza, the word will free you from unbelief. Itakuondoa katika kutoamini. Bwana asifiwe. Then you will start thinking about God. Utaanza kufikiria kuhusu Mungu. Kumbe Mungu aliniumba, lakini nilikuwa mwenye dhambi, na pia Mungu tena akaniokoa. That's the time you start thinking about God. Unaanza kufikiria kuhusu Mungu. Lakini wakati yote you had nothing to do with God. Bwana asifiwe. All this time you had nothing to do with God. Then who was your master? Bwana asifiwe. Who was your master? Satan. Akikutumia kwa kazi yake, na kazi yake ni kazi ya mwili. Sijuzi tumeona hapa kazi ya mwili, the works of the flesh. Alikutumia kwa kazi ya mwili. And that is why Yesu anasema ya kwamba aligeukia wale waliomwamini. When they believed Jesus, they came out of unbelief. Bwana sifiwe. Waliondoka katika kutoamini, wakaanza kuamini. Wameanza kuamini. Lakini wanapoanza kuamini, hata hiyo kuamini hawajui kuamini nini. Bwana sifiwe. Amen. Saa hii kuna mtu kumwambia uombe, atakwambia ajui kwa ameokoka ama hajaokoka. Kuokoka ameokoka, lakini atakwambia ajui kuomba. Na kwa kweli hajui. Maana hiyo sio maisha ameishi. Alikuwa naomba. Bwana sifiwe. Kabla okoka alikuwa naomba. Kwa naenda kivyake. Bwana sifiwe. So hajui kuomba. Lakini sasa kutoamini imetoka, ameanza kuamini. Hata anajua ya kwamba anastahili kuomba, lakini hajui kuomba. Bwana asifiwe. So hajui, bado ako katika giza, kana kwamba ule mtoto amezaliwa saa hii na unamwambia atembee. Ni ako hai, ako na miguu. Bwana sifiwe. Ako nayo ama hana? Ako na miguu, anaweza tembea. Amezaliwa saa hiyo, miguu ako nayo lakini hawezi tembea.
So inachukua muda anapoendelea kukua. Bwana sifiwe. Anapoendelea kukua itafika mahali ataanza kutembea. Akitembea anaanguka chini. Anasimama tena. Lakini anaamuka tena, anatembea, anaanguka tena. The same way, mtu anapookoka, moyo wa kutoamini Mungu inaondoka, anaanza kuamini. Lakini hata hiyo kuamini, hajui ataaminije. Amen. Najua kuna swali Gideon alikuwa akiniuliza mara mingi sana. How do I throw away my thought? Kila wakati ananiuliza hiyo swali. How do I throw away my thought? So siku moja nikamuuliza Gideon, just imagine umefungua mkono yako hivi ukapata scorpion kwa mkono. Utauliza mtu, nitatupaje hii scorpion? Yeah? Bwana sifiwe. Utauliza mtu, nitatupaje hii scorpion? Kwa nini? Hata pengine hutajua vile umeitupa. Why? Kwa nini? Because you know the danger of a scorpion. Bwana sifiwe. Nikamwambia, the reason why you are asking how do I throw out myself is because you don't know the danger of yourself. If you will know the danger of yourself, haitakuwa ngumu kuitupa. Lakini watu hawajui the danger of themselves. Hawajui the danger of their flesh. You don't know the danger of your flesh. Na umeishi nayo miaka mingi. In fact, huyo ndio mtu uko well conversant with. Kama kuna mtu unajua vizuri, ni hiyo flesh yako. Bwana sifiwe. Umeishi nayo hiyo miaka yote, imekuongoza kwa hizo miaka yote, umeishi ukifanya tamaa zake hizo miaka zote. So kama kuna mtu unajua vizuri, ni hiyo mwili yako. But if you will realize how dangerous your flesh is, haitakuwa ngumu kuitupa. Bwana asifiwe. Then this person now needs a second faith. Bwana asifiwe. This person needs a second faith. This is the faith of spiritual life. This faith frees you from your flesh. Bwana sifiwe. This faith frees you from your flesh. Inakuondoa katika mwili wako. Bwana sifiwe. Kulikuwa na ndugu mmoja kule Mugwayo. Huyu ndugu alikuwa ameokoka tu, hajakaa katika wokovu. Lakini huyu ndugu kabla okoke alikuwa mlevi. Alikuwa mlevi kabisa, anaitwa Ben. So Ben, mkiwa mnatembea na yeye, unajua kule Mugwayo, I think Mama Gideon ametembea. Kule Mugwayo mahali pa pombe ni nyingi. Bwana sifiwe. Kwa mavichaka. Mkitembea na yeye hivi aone kichaka mali. Tasidukia ndugu amepotea. Ameokoka hajaokoka. Lakini akirudi anarudi kama hapo. Tena za hiyo ndio anataka kuhubiri injili vizuri. Bwana sifiwe. Kuokoka ameokoka. Si ati hajaokoka, ameokoka. But this brother, maisha ambayo ameishi katika pombe ni nyingi sana. Ambayo huyu ndugu, he needs time to free himself from this. Na mwili, unajua kila wakati ni mwili inahitaji hii pombe. Bwana sifiwe. Ni mwili inahitaji hii pombe. Na hii mwili hawezi ishinda unless the word of God is in you. Bwana sifiwe. Mpaka neno likaweze kushinda hii tamaa ya mwili ndani yako. 2 Corinthians chapter 7 verse 1.